viongozi wao ni wa kujifunza. Itakuwa msimu kuna somo ambalo wamelichukua, na sio tu kwa Fountain Gate wenyewe, lakini kwa clubs zingine zote. Kuna hatua walichukua, na hiyo hatua bahati mbaya ikaja backfire kwao. Mwanzoni kwanza mwa msimu hawakuanza vizuri, walikuwa na baadhi ya matatizo. Baadhi ya wachezaji wao kuna kipindi walikuwa wanatumia hadi wachezaji wa timu za vijana. Nakumbuka hata mechi yao ya Simba kuna baadhi ya wachezaji wao hawakuweza kuwatumia. Kwa hiyo kidogo hawakuanza vizuri, lakini kadri ambavyo siku zinavyoenda, coach wao Muya akapata solution. Akaiset timu ambayo kwenye kuattack ina attack vizuri, lakini bahati mbaya kwenye kudefend kidogo ikawa inaruhusu magoli. Lakini moja ya kitu ambacho alifanikiwa Muya ni kuitengeneza timu ambayo ilikuwa inaweza outscore mpinzani. Kama atafunga 3 inawezekana yeye akaruhusu 2, mwisho wa siku amechukua alama 3. Ikitokea siku 3 amechukua alama 1. Mwisho wa siku ni namna gani ambayo inaweza kumfanya mwalimu akaokota points nyingi kadri ambavyo inawezekana. Hiyo ndio njia ambayo ataitumia. Kwa hiyo kwenye ile duru ya kwanza Fountain Gate walikuwa wanashikilia kwenye zile nafasi 5-6 pale, ndipo ambapo walikuwa wanashika. Na alishawahi kuongoza ligi. Na alishawahi kuongoza mapema juu kule. Wakati hadi Fountain Gate wanamtimua Muya, walikuwa wapo kwenye 10 bora ya ligi. Walikuwa hawapo huku chini. Sasa bahati mbaya wakachukua uamuzi wa kumfukuza mwalimu, na akaja Matano mechi yake ya kwanza alipata sare dhidi ya Simba. Baada ya pale vipigo vikafululiza. Nafikiri toka wamfukuze Muya Fountain Gate, mechi zilizofika walizoshinda hazifiki 3. Mechi nyingi zimekuwa ni vipigo, na labda ikitokea ni sare. Kwa hiyo akapoteza hata kile walichokuwa nacho ambacho waliwatengenezea Muya. Na kwa lugha nyepesi unaweza ukasema Fountain kucheza playoff ni matunda makubwa ya Muya. Isingekuwa Muya mwanzoni maana yake wangeshuka. Kama sio impact ya Muya wakati yeye yupo kwenye ile timu, tunazungumza timu ambayo ingeenda kushuka daraja. Kwa hiyo kilichowatetea ni zile alama ambazo walizikusanya Muya. Na mimi nilikuwa hata kuna kipindi nilikuwa nazungumza njoo nikaa nasema, unajua kwa manufaa ya mpira wetu sio tu kushindikiza wachezaji na makocha peke yake, lakini hata hawa viongozi wana play part kubwa sana kwenye mafanikio ya mpira wetu kiujumla. Wao kama wanaweza kusimama imara, wanaweza wakaplay part kubwa sana. Mfano mimi ukizungumza impact ya Muya ndani ya Fountain Gate, sio tu hizo alama zilizokusanya na kuto kushuka daraja, lakini ni yeye ndo ambaye ametengeneza platform vizuri hadi baadhi ya wachezaji wakaperform vizuri, na baadhi yao tunaona hadi kwenye Club World Cup. Mwalimu ameperform vizuri chini ya Muya na akapata transfer ya kuelekea Wydad. Saizi yuko kwenye Club World Cup na jana kacheza takriban dakika 45. Kwa hiyo kama asingekuwa chini ya mwalimu mzuri ambaye anaweza kutengeneza platform ya kila mchezaji kuperform vizuri, hiyo nafasi ingetoka wapi? Angalia Kihimbwa alivyokuwa na perform nusu ya msimu wa kwanza. Kila mtu alikuwa anaimba Kihimbwa. Saizi nani anamzungumzia Kihimbwa? Nani anazungumza kuhusiana na William Edgar? Nani anazungumza kuhusiana na Kulandana, Ambundo? Wote walikuwa na perform vizuri chini ya Muya. Kwa hiyo nafikiri moja ya tatizo kubwa ambalo limewapelekea Fountain kufika hapa ni kuchukua uamuzi ambao haukuwa mzuri wa kumfukuza kocha wao, na haiathiri tu mwenendo wa timu, lakini inaathiri hadi mchezaji mmoja mmoja. Kwa hiyo nafikiri kwa viongozi wakijua kuplay part yao vizuri, na wao wana mchango mkubwa sana katika kusaidia mpira wetu kupiga hatua. Matano yupo? Hayupo. Si amemalizia ligi? Hajamaliza. Kocha Dina alitimuliwa? No, alimchukuliwa Halidi kama unakumbuka mwishoni. Matano alichukua Khalid nafikiri. Matano naye akukaa sana. Wamemchukua Halidi. Alienda mechi kadhaa tu. Halidi na yeye sijui kama amemaliza. Kuja tutauliza kuhusiana na hilo. Tutauliza kuhusiana na hilo, lakini tutakaporejea hapa tutakuja pia kuangalia Tanzania Prisons Mwalimu George Mbangile, timu ambayo ni ngumu kweli kweli. Imekuwa pia katika ligi misimu mingi sana, lakini mwisho wa siku tunawashuhudia wakiangukia katika upande mzima wa playoff. Playoff haizoeleki.
Maana playoff kule ni sawa na unakwenda kubeti. Lolote linaweza kutokea. Unaweza ukaenda unajiamini timu ya ligi kuu. Unajua kuna watu wanaona vitu kama uhakika kwamba timu ya ligi kuu lazima itoe ya championship, lakini ndio kilichowakuta Mbeya City. Walikutana na Mashujaa. Walicheza playoff Mbeya City na Mashujaa akamtoa Mbeya City. Na Mashujaa huyu hapa bado tunamuona anaendelea kutamba tu katika ligi. Na umeona hata timu za championship zilivobishana na timu za ligi kuu kwenye FA. FA. Mbeya City kamtoa Azam, stendi performance yake kwa